Tuombe. Baba, ni asante katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa neema yako. Tunashukuru kwa ajili ya fadhili zako Bwana Yesu. Tunasema ni asante kwa ajili ya nafasi hii na watu hao wote Bwana Yesu, na kutukuza Bwana. Wewe ni Baba katika maisha yetu, umetukuka, umetamalaki. Tunasema ni asante kwa ajili ya kibali chako. Asante kwa ajili ya makusudi yako, nguvu zako katika maisha yetu. Baba, tuko hapa kujifunza neno lako katika usahihi. Tunaomba msaada wa Roho Mtakatifu katika mioyo yetu kutusaidia kulichambua neno lako na kupata ufahamu. Bwana, tujalie macho yetu ya ndani yakapata kutiwa nuru. Tukajione katika neno lako kama wewe unavyotuona katika neno lako kupitia huyo Roho Mtakatifu ndani yetu. Baba, ni asante kwa ajili ya matoleo. Nena baraka, ulinzi katika maisha yetu, kupanduka na kuinuliwa katika viwango vya juu. Lolote tunalolifanya likapate kufanikiwa kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante. Madhaifu yanaondoka. Tunatembea katika ujasiri, maana tumeipokea neema yako. Baba, ni asante kwa kila mmoja wetu, na hata wale ambao wametangulia kuweza kusema na sisi. Baba, ni asante, maana umetukuzwa hata leo katika mioyo yetu. Pokea sifa Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya anga hili. Asante kwa ajili ya utukufu huu. Asante kwa ajili ya utulivu ambao Bwana umetupa. Hakika haya mazingira ni mema kwetu kwa sababu ya jina lako. Natisha kila viumbe kwamba Bwana Yesu ametukuka. Natisha kila mawazo kwamba Yesu ndiye anayetukuka. Katika jina la Yesu tunaomba na kupokea. Tuseme amen. Amen. Glory to God. Amen. Tuketi. Before moka nianze part 4B, kuja kwake Bwana. Part 4B, mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Kuja kwake Bwana, part 4B, mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo. Tuliangalia na Jumapili iliyopita kwamba kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha mianzo. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu cha ahadi ya Mungu, kitabu cha wazo la Mungu, mpango wa Mungu, mradi wa Mungu. So tukaona uwezi elewa maneno kama mwisho wa dunia au kuja kwake Bwana kama hujaelewa kutokea mwanzo. Lazima ujifunze kutoka mwanzo. Na tukaangalia vile neema ya Mungu ilikuwa inafanya kazi katika mwanzo. Firstborn, mzaliwa wa kwanza, mambo inakuwa tofauti. Mzaliwa wa kwanza anakosa majukumu, yule anachukua na kuwa mwingine. So tukaona si kwa jitihada, si kwa bidii ya mtu, si kwa jitihada zako, bali ni kwa neema ya Mungu. Ni kwa neema ya Mungu. Ni kwa neema ya Mungu. Yana vile baraka watu walikuwa wanabarikiwa, wanapewa, wanabarikiwa na mpango wa Mungu. Tukaona kabisa. Tukaona kwamba Musa ni mwalimu wa vitabu vyake vya kwanza, ni mwalimu wa vitabu vyake vya kwanza, na amekuwa mwalimu wa vitabu vingine vyote. Maana wote wamejifunza kwake, walioandika Biblia ama maandiko mengine. Alafu pia kasema pia huwezi tumia maandiko ya Musa kufasiri uumbaji wa dunia vile ilianza kuumbwa, au kutumia maandiko ya Musa kufundishia historia. Musa hakuwa anaandika historia. Musa alikuwa anaandika mpango wa Mungu. So tukiendelea, tulisema kwamba kutafuta dunia kwamba ina umri kani, usitafute kwa Biblia. Maana hiyo sio kazi ya Biblia. Maandiko yana malengo yake. Maandiko yana malengo yake.
kwenye masimulizi ambayo Musa ameyatumia, walikuwa wanayatumia yale masimulizi visasi kwa visasi. Walikuwa wanatumia yale masimulizi, wanaelezana ahadi ya Mungu visasi kwa visasi. So walikuwa wanatumia yale masimulizi kuelezeana ahadi ya Mungu visasi kwa visasi. Inapofika Musa kuwepo, sasa Musa anakuwa kwanza kurecord, kuandika, kuyatumia masimulizi akiyafasiri, akifundisha ahadi ya Mungu ama mpango wa Mungu kwa watu wa kisasi chake. So walikuwa manabii walikuweko tayari nyuma ya Musa. Kulikuwa na manabii tayari nyuma yake Musa. Musa si nabii wa kwanza katika Biblia. Kulikuwa na manabii nyuma yake. Musa ni mtumishi wa kwanza kuandika neno la Mungu, lakini si nabii wa kwanza. Kulikuwa na manabii nyuma yake. So Musa alikuwa wa kwanza kuweka elimu ya Mungu katika maandishi. Musa alikuwa nabii wa kwanza kuweka elimu ya Mungu katika maandishi, lakini hakuwa nabii wa kwanza. Kulikuwa na manabii nyuma yake. Ndio sababu waandishi wengine baadaye waliokuja baada ya Musa wanatumia yale maandiko ya Musa, wanayatumia maandiko ya Musa kuweza kufasiri encounter walizokuwa nazo na Mungu. Wanafasiri zile encounter sawa na Mungu kwa kutumia maandiko waliokuwa nayo, ambayo ni maandiko ya Musa. Wangekuwa na maono, wangekuwa na ndoto, au wamekutana na Mungu supernaturally, walikuwa wanatumia maandiko ya Musa kuweza kufasiri maono yale ama ndoto zile, au zile encounters au supernaturally. Msingi wa elimu ya Mungu ni Musa. Msingi wa elimu ya Mungu ni Musa. Manake yote anayefundisha baadaye anafundisha kutokea Musa. Huwezi kuwa mwalimu mzuri wa Biblia ukafundisha nje ya Musa. Huwezi kuwa mwalimu mzuri wa Biblia na ukakosa kujifunza Musa. So Musa ndio msingi wa elimu ya Mungu, ndio msingi wa neno la Mungu. Ukikutana na Mungu wangekutana wale ambao walikuwa mbeleni, wangekutana na Mungu supernaturally, walikuwa wanaelezea zile encounter kutumia maandiko ya Musa, kuweza kujua kama ni Mungu aliyemuona au ni nani. Walitumia neno lililoandikwa kufasiri encounter, yale ule uzoefu wao na Mungu. Kwa wanatumia maandiko ya Musa kuyafasiri, zile ule uzoefu. So kama umeencounter na Bwana ama una uzoefu na Mungu, umekutana katika supernaturally, na ukuta haipatani na neno la Mungu, ikubaliani na neno la Mungu, basi itakuwa huo ujumbe unakuwa na mashaka. Yaani mtu akija na ujumbe aseme nimekutana na Bwana supernaturally, au nina maono, nina ndoto, ama nina ushahidi wa ndani, na huo unakinzana na neno la Mungu, manake huo ujumbe utakuwa na mashaka. Maono yako itakuwa na mashaka. Ufunuo wako utakuwa na shida. So kwenye Biblia kulikuwa kuna watu wanaitwa waonaji. Sia, waonaji. Manake kila ambacho wangeona lazima wangetumia maandiko ya Musa kuweza kukifasiri. Wanatumia maandiko ya Musa kufasiri maono yao. Hivyo basi Musa ni msingi wa elimu ya Mungu. Sasa story ambayo tunaweza kuiangalia karibu na sisi hapa ni story ya Yusufu. Ni story ya Yusufu. Yusufu alikuwa mwana wa Yakobo. Yusufu alikuwa mwana wa Yakobo.
Tutaangalia kwenye Genesis chapter ama Mwanzo 50:24 mpaka 25. Genesis chapter 50. Genesis chapter 50 25 mpaka 20 24 mpaka 26, 24 mpaka 25. Tuangalie habari za Yusufu. Tujifunze mambo hapo. Tuangalie hati ya Mungu katika hicho. Mwanzo 50 mstari 24. Acha wengine wafungue. Yes. 24 na 25. Soma. Mstari 24. Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa. Alafu watu wanataka tu kukufa bila ati imekupata ati mauti imenipata tu off guard, yani kiachali. My friend, wacha hiyo yako hiyo. Yusufu alijua kabisa kwamba anaenda kufa. Lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka. Atawapandisha toka nchi hii. Anasema ameanza Yusufu akawaambia ndugu zake waliokuwa wamekuja huko kwa Misri, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka. Haya ni maneno ya nguvu sana. Lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii. Angalia neno nchi, mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha. Hilo neno kuwaapisha unaweza underline. Hilo neno nanyi kuna neno lakini Mungu atawajia nanyi bila shaka. Hilo neno bila shaka. Alafu kuna neno akawaapisha wana wa Israeli. Neno akawaapisha lisingatie sana. Akawaapisha. Akawapisha akasema bila shaka. Kumbuka tena amerudia tena hilo neno. Bila shaka Mungu atawajia ninyi. Nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Maanake wakati Mungu amewajia kuwachukua, msisahau mifupa yangu. Haleluya. Mchukue mifupa yangu pamoja nanyi mwende naso. Kisoma 26 anasema basi Yusufu akafa mwenye miaka 110. Wakampaka tawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. So Yusufu akafa. Yusufu kama anasema wapandishe mifupa yake waende nayo, alisikwa wapi? Yusufu alisikwa wapi? Kabla ya hii mifupa kuchukuliwa alikuwa akifa, alisikwa wapi? Akawekwa kwa sanduku. Nafikiri tawi ili sustain mwili mpaka hiyo miaka yote. Mifupa. So nyama iliisha. Na babake Yakobo alisikwa wapi? Biblia tusomi kabisa. Yakobo alisikwa wapi? Wewe tu ndio unajua peke yako, wengine. Yakobo alisikwa wapi? Sawa. Lakini zinasema Yusufu alikuwa Misri. Kama alisema sasa kwa Misri, alikuwa Misri. Nani? Yakobo anasema akasikwa wakamtia katika sanduku huko Misri. Lakini mifupa ndio walizungumza. Mifupa ndio walichukua. So Yusufu alikuwa kiongozi kule Misri, ni kweli? Si alikuwa waziri mkuu? Na familia yake na baba mpaka watoto wao walikuwa wapi? Kule Misri, si ndio? Ni hivyo Si ni story kabisa iko, si ndio? Si mnaelewa Yusufu aliuswa Misri, akakaa hivyo hivyo,
akakuja akashtakiwa kwa sababu ya kumsingizia, akapelekwa gerezani, akakaa huko, akafasiria watu ndoto huko akiwa ndani. Na kwanza kabla hajafanya hivyo alikuwa anafanya kazi kwenye nyumba ya Potifa, nyumba ya kiongozi huko. So akasingisiwa huko, akapelekwa gerezani, akafasiria mtu ndoto, hao watu wakatoka wakamwacha huko, lakini kuna makubaliano fulani na nini na nini. Wakati Farao ameota ndoto, mmoja akakuja akakumbuka kila ambacho Yusufu alisema, akasema kuna mtu kwenye gereza anaelewa hii mambo ya ndoto, akatumanishwa aitwe. Alipoitwa, kabla hajafika kwa mfalme, lazima utengenezwe, unyolewe, uwe kijana mzuri kabisa. Akafanywa hivyo, akaletwa mbele za mfalme, akafasiria mfalme ndoto na akampa maelekezo ya hekima nini cha kufanya. So mfalme akasema kwamba tumpate wapi mtu mwingine kama hiyo statement. Unajua hata ifai mwanadamu, Yesu peke yake. Tumpate wapi mtu kama Yesu Kristo? Haleluya. So unaona Yusufu ana reflect Kristo pale. Haleluya. Maana statement ya Farao peke yake inafai kufanya uone kitu. Tumpate wapi mtu mwingine kama huyu? Haleluya. So huyo Yusufu akapandishwa, akapewa kazi kule, akawa na kazi kubwa, na njaa ikawa kwenye nchi ya Canaan kule ambapo aliacha ndugu zake na wasasi. Njaa ikawa mingi sana, wakatafuta namna kusurvive. Unajua Misri ni taifa ambalo lilikuwa super power wakati ule, taifa ambalo lilikuwa linasikika kwa mataifa yote. So hilo taifa lilikuwa lina invest chakula, walikuwa na mambo kama hayo. So mataifa mengine walikuwa wanaenda kutafuta chakula kule Misri. So tunaona pia wana wa kina Yusufu baba akawatuma kwamba nendeni Misri mkanunue kwa chakula. Katika hiyo hali Yusufu akaangalia, akaona hali ndugu zangu nao wamemsahau. So mnaelewa zile bila kuliendaenda hivyo akakuamilia kwa Benjamini, mambo kama yale. Mwisho wa siku familia yote kachipata iko wapi? Misri. So kule Misri walikuwa tu waende kwa muda, lakini jamaa wakaona kumekaa vizuri kabisa, hata hawakukumbuka kama njaa iliisha kwao. So waliendelea tu kukaa Misri, wakakaa vizuri kwa sababu Yusufu alipewa na mahali pazuri baba na watoto wao kukaa. Kosheni, sinafikiri wanaitwa Kosheni. So wakawa wanakaa pale, wanakaa vizuri, wamelindwa kwa sababu Yusufu anafanya kazi nzuri. So familia yake iko safe. So wakawa wanasana kweli kweli. Siku na mjana wanasaba na wanakuwa wengi, wanaongezeka. Kama oria. So siku moja Farao ambaye alikuwa anamjua Yusufu. Ndio unaona wakati mwingine unaweza pewa kazi mahali na mkubwa fulani akawa ameondoka. Hata wajitumia tu serikali. Unajua kuna mambo ambayo Rais Ruto ameaiti watu na anatimiza. Wakati atakuwa ameondoka, hao watu wanapaki taabani, si ndio? Mwingine kuja kuendelesha hicho kitu inakuwa ni balaa. So msio mkilaumu marais. Ilikuweko tu kwa sababu alikuwa na Farao ambaye alikuwa anamjua Yusufu. Wenye waliandika kazi, governors wa pili wenye waliandika. Wanafutwa bwana. Sasa Yusufu alijulikana Farao kwanza. So huyo Farao aliwapenda sana wana wa Israeli. Na kama kuna watu ambao wangekuwa mstari wa mbele kula vizuri ni wana wa Israeli. Sasa aliwalinda vizuri na aliwapea mahali pazuri. Kosheni. Sasa jamaa kawa wanaongezeka sana, wana sana kweli kweli. So wakati ambapo hata Musa ameenda huko akifanya yale maajabu. Kungekuwa na kisa kwenye taifa la Israeli, la Misri, lakini mahali ambapo Israeli wanakaa kisa alipatikani pale. Kunakuwa na jura, mambo kama hayo, damu maji inabadilika inakuwa damu, vitu kama hizo. Lakini kwenye wana wa Israeli walikuwa wanakaa kulikuwa safe. So Farao wa kwanza akafa, Farao mwingine akainuka. Jina Farao ni neno la kihistoria. Ni jina la kihistoria. Ni kama rais. So si jina la mtu binafsi. Yes. So akainuka Farao mwingine ambaye Biblia inasema hakuwa anajua mtu anaitwa Yusufu.
Sasa akapima, akaangalia jamaa vile wananenepa na kupanuka sana, akasema hawa no, watakuwa wengi alafu watatupindua hawa. Tapindua nchi kwa ya kwao. Sasa ndio mateso ikaanzia hapo na kutumikishwa na kusuiliwa kwamba wasisae. Kwamba wakisaa vijana wanauliwa. Unajua kwenye vijana ndio kuna usawa. Unajua hivyo? Watoto wanatoka kwenye viuno vya mwanaume. Apandaye mbegu ni mwanaume. So wakikosekana wanaume, usawa umefanya nini? Umeisha. Na ndio sababu hii ni hekima ya kawaida. Ona, hii ni hekima ya kawaida, itumie. Kwenye usawa wako, tamani sana kijana kuwepo. I'm telling you. Asipokuweko kijana, wewe utakuja kusaulika. Usawa wako wesi au utaenea. Yaani kitu cha kawaida kabisa, tafakari ninachokuambia. Wasichana wataenda kuchenga ufalme kwingine, wataendesha kisasi kwingine, si kweli? So kijana yako ndiye atafanya jina lako liendelee kunenwa. Exist. So kikosa kijana, by the way, utaisha yaani hakuna mtu atakuwa anajulikana alikuwa anaitwa fulani. Peleleza nyumbani. Wale ambao wako nyumbani walikuwa na wasichana pekee. Wasichana hata waonekanangi, shamba hata liliuswa. Hapa mahali hata kaburi alionekani. Hata kule nyumbani waliuza shamba wakaenda. Hata uwezi jua walienda wapi. Hata kama wako hai hatujui. Imagine. Ndio sababu lazima nimuombea Benji Boy. Benji Boy nakuombea sana. Ukweli kabisa. Sitaki nipatikane taabani. Naombea Benji Boy yaishi miaka mingi. Na alete maboys wengine. Wasichana hata wakikusalia maboys, ukweli si wa kwako. Ande wachukuu tu, unaona? Wanapaki kwamba ni wachukuu. Watachukua jina la baba yao. Unaona? Si hata Isaka alizaa mtoto mwenye si wa Rebeka. Mwenye si wa mke wake alikuwa anaitwa Sara. Alizaa Ishmaeli. Ibrahim alizaa Ishmaeli. Lakini unaona usawa unaongelewa kwa Isaka. Ishmaeli anakaa kama amepotea. So Benji Boy nakuombea sana. Umshikilie baba. Mati anasema nini? Anaombea Mati Junior. Anakuja. Lakini unajua, wacha niwaambie, huyu kijana Isaac ni mtoto wa miujiza huyu mtoto. Mimi nilikuwa nimesaa wasichana wawili. So sasa nikashindwa kunakaaje. So siku moja mkangu akiwa na ujauzito, kawa nimeenda kumuona mchungaji. So mchungaji akasema, kwa sababu alijua moyo wangu. So akasema, kwa sababu nataka kijana. So hii mimba ya mama, kama kuna msichana ndani, tunabadilisha awe kijana. Kabisa, hata akiwa hapa atakwambia miujiza hii. Wala alizungumza mambo ya kinabii kwamba tunaomba akuje kijana. So kama ni msichana ako humu ndani, tunabadilisha tu akuwe nani? Kijana. Na kweli ndio akachomokea. Lakini kuna uwezekano. Haki nakwambia. Angekucha kile msichana. Niko na wakatosha kabisa. Watalinda baba yao akina, unaona. Ataniangalia. So ni baraka. Aisoni wa miujiza. Na hakika alipokuja mama ni shahidi, anaweza washuhudia.
alipokuja maisha yetu ikabadilika complete. Miliwe ni shahidi, si ndio? Huyo mtoto hata kumnunulia manguo hatujawahi, tumeanza kununua akiwa mkubwa hivi. Mimi nilikuwa napewa nguo kule, nilikuwa nafanya kazi, kulikuwa na kichana kama yeye. Sasa alikuwa amejaa nguo kuliko sisi. Yaani alikuja na bahati yake kabisa, complete. Benji boy. Isaka means kicheko Yes. Kicheko, na alikuja na kicheko kweli. Hako katikati ya wasichana. Uje tunapatanga shida kwa sababu wakati mwingine huwa analeta shida, anataka mwenzake. So inabidi wamwambie Nadi boy yuko. Uje mimi hupitia mambo mazito ni bila mua mjui. Tunapitia mambo tu kwa nyumba kabisa. Wakati mwingine anapoeka by the way. Tunamwambia Nadi boy yuko. Sasa hivi anataka mtoto wa kulea. Ulisaini mamake ana sumbu, maana ako huku, maana kwa wenyewe, maana ako wapi, ako kwa nyumba wenyewe analea watoto. Mpaka mtoto ana imagine mtu Feva na akili yake tu usimuone hivi. Anasema tuambie Tekila mapema tumpigie simu. Akifika akirudi nyumbani, hashike mimba, amsalie mtoto. Lakini ukimuuliza sana nani, atakwambia sasa baba unaniuliza nini sasa? Mimi sijui hiyo. Kile anajua akija, na alimwambia hata kwa simu. Akija jiba. Kila anataka ni mtoto. Sasa tuna kibarua neema inatosha. Bwana yuko pamoja na sisi. Haleluya. So kwa nini leo nimeongelea watoto? Wewe uko na bahati hapo, umekaa tu umetulia. Anasema tu moyoni hapa niko tiki, hapa niko tiki. Anasema moyoni hapa niko tiki, hapa niko tiki. Niongeni tu. Kila nitasema kwamba ukiwa kwa Yesu kila kitu kinakuwa sawa. Tuko pamoja? Kila kitu kinakuwa sawa. Na kile unachotamani kwenye moyo wako Mungu anafulfill. Hello. Mungu anafanyaje? Anafulfill. Yuko pamoja na sisi. So katika kitabu cha Mwanzo katika kitabu cha Mwanzo utasikia habari za neno inji ambalo tumeliona Yusufu akiongelea. Kuna neno inji. Nakumbuka ni baada ya kwamba Yusufu ameongelea mauti yake ndio akaanza kusema mambo hayale. Alipoongelea mauti yake next ndio akaanza kuongelea kwamba Mungu bila shaka Mungu atawajia. Mungu atawajia bila shaka. Atawapa inji aliyowapia baba zao Ibrahimu, Yakobo na Isaka. So baada kuongelea maneno hayo ndio utaona ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo kabla hatujafika kwa hii scenario ya Yusufu, kuna neno inchi linakuwa limetajwa nyuma. Kuna neno inchi ama ahati ya inchi. Ahati ya inchi. Utasikia habari za uzao kabla ya Yusufu. Nyuma yake kitabu cha Mwanzo kuna mambo ya ahati ya inchi, kuna mambo ya utasikia maneno kama nini? Usao, habari za usao au wasao wako. Utasikia neno wasao wako. Haya maneno usingatia, siyataji bure. Mambo ya inchi ama hati ya inchi, mambo ya usao ama wasao wako siyataji bure kabisa. Ni mafundisho ya Biblia. Yana upana wake. Utasikia wasao wako. Alafu utasikia Ibrahimu, utasikia Isaka na utasikia Yakobo wakitajwa kabla hujakutana na Yusufu.
Utasikia Biblia inasema ahadi zilinenwa kwake. Ahadi zilinenwa. So ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ahadi zilinenwa kwao. Ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Hao watu watatu ni wa muhimu katika kitabu cha Mwanzo. Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Hao watu watatu. Sasa ukisikia mtu anasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, anafaa awe na ufahamu Bwana anachokisema. Ndio sababu tutachambua tujue kwa nini Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wengine wanasema Mungu wetu si, lakini kweli tukiwa kisani ni mbaya. Na uje mafundisha baada ya hapo. Unasikia mtu anasema Mungu wetu siye Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kama Mungu wako si Mungu wa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, unamwabudu Mungu fake. So wewe unaabudu miungu, sanamu. Hatuna Mungu mwingine kando ya Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tuko pamoja? Hayo bwe imeeleweka? Na ijulikane mnaimba ngaje Mungu wa Elia? Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba uko Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa Elia, Mungu wa Isaya, Mungu wa Ezekieli. Tuko pamoja? Ukiimba ijulikane Mungu wa Elia, usiwe na ufahamu wa mambo ya mioto. Wewe kuwa na ufahamu kwamba huyo ndiye Mungu ambaye Elia alitembea naye na akafanya maajabu makubwa mno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Waja paki Mungu wa Elia. By the way, Elia alikuwa very powerful prophet of God. Hallelujah. Alafu tukakuja Elisha. Mifupa ya nani ilifufua mtu? Ya Elisha. Alipokea double portion kwa tumishi Elia. Alifanya mambo makubwa mno wakati wake. Wewe umefunga mfua, unaweza funga mfua hizo miaka yote na ufungue tena. Wakati mwingine tuache mchezo. Anaua hao manabii wote alafu unafikiria ni mchezo. Anaitisha moto unalamba ma 50s. Unajua mambo yalikuwa mawili. Either wawe, hapo ulikuwa na mambo mawili. Either yeye awawe ama hao wengine wafanye nini? Sasa kwa sababu yeye bado ana mission, hajamridhisha nabii next, lazima yange baki. Hata Yesu alimtambua Mungu kama Mungu wa Ibrahimu, yes, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Ukisoma Mathayo sura 22 mstari wa 31-32. Yes. Taandika hiyo. Elia mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana. Matthew 22:31-32. Mnajua kati ya mama na mtoto, hao watu wote wawili wanaweza kuwa mama akiwa na ujauzito anataka kujifungua. Unajua watu wote wanaweza kuwa kwenye hatari ya kufa wote. Mnajua hivyo? Na Mungu anaweza so wacha tuseme mfano. So kwa watu wote, either mmoja aondoke apaki mwingine. So Mungu ana uwezo wa kusave mmoja ama save wote. Tuko pamoja? Kama mama amepaki, so sasa wewe unaweza taka nani apaki kati ya mama na mtoto? Mama ataleta mwingine. Hebu nikuulize, mimba ambayo inataka kuua mama. Mimba inataka kuua mama, ifanywe nini? Yes. Mama apone. Kuja kuna vitu zingine by then hatari, msinichukulie vibaya. Nilisikia
hadithi moja ya mchungaji mmoja. Kulikuwa na mwanamke kanisani kwake. Kuna issue ilifanyika kwa tumbo ya mtoto. So huyo mtoto angeweza kusurvive, kuningia achukuliwe nini. Mnaelewa story scenario kama hizo So wakamwambia aombe, hapo amekufa, kuna kitu huyo mtu alikuwa amefanyikiwa kwa tumbo. So na pia alisema ile miezi amekaa pia kumtoa itakuwa riski. So but option ilikuwa tu kumtoa kusikia nibaki ndani. Maisha ya mama ilikuwa hatarini. So kulikuwa na mahimizo ya watu kumwambia aombe. Akasema akili yake haijalala. So alihimiza watu wachange na wakampeleka msichana hospitalini. Akaenda akafunguliwa, wakatoa huyo mtoto na msichana akasurvive. Kuna mambo mengi mazito nikitaja saa hiyo watu watakuwa confused. Sasa niache hiyo. So mambo mengine tukiendelea kukomaa tutakuwa tukitacha, lakini si kwa wakati huu. So tunaona katika kitabu cha Mwanzo kuna watu watatu. Kila ambacho Mungu amesema kwa hawa watu watatu ndicho anakileta kwa wana wa Israeli. Kila ambacho Mungu amesema kwa hawa watu watatu, Ibrahimu, Yakobo, Isaka, anakileta pia kwa wana wa Israeli. Anakileta pia kwa wana wa Israeli. Na hicho ndio Musa aliambiwa awakabidhi wana wa Israeli. Kila ambacho Mungu, kumbuka Mungu anaposema kwa Ibrahim, Isaac and Jacob, hakukuweko na Musa. So Musa, Mungu anapokuja kusema na Musa, kwa ufahamu ambao Musa alikuwa nao wa kuhadithiana story visasi na visasi, Mungu anamhakikisha, anamkabidhi Musa kwamba kila ambacho Mungu anamkabidhi Musa ni kila ambacho alisema kwa nani? Hawa watatu. Kila ambacho alisema kwa hawa watatu. So manake ujumbe ambao ulikuwa na Ibrahim, Isaac na Yakobo ndio ule ujumbe ambao exactly umenenwa kwa wana wa Israeli. Yes. So ni mpango wa Mungu toka mwanzo. Huo ndio mpango wa Mungu kutoka mwanzo. Kunakuwa na movement ya mpango wa Mungu kutoka mwanzo. Ni sawa na mbio za kupokezana vijiti. Hii inachukuliwa inapewa huyu, inachukuliwa inapewa huyu, inachukuliwa inapewa huyu. Kisasi kinaandova kwa hiki, kisasi kinaandova kwa kingine, hivyo. Kunakuwa na movement ya mpango wa Mungu duniani. Kuna wakati mpango huu wa Mungu ulikuwa unaingiliwa. Tutaona kwenye somo hili mbeleni. Kuna wakati ambapo mpango wa Mungu ulikuwa unaingiliwa. Unaharibiwa. Huo mpango unaharibiwa. Mpango wa Mungu umekabidhiwa mtu, alafu anaharibu mpango wa Mungu kukosa kuendelea. Unaharibiwa. Ama unafunikwa. Mpango wa Mungu unakuwa umefunikwa, hauonekani. Na kutoonekana manake, yani kama umefunikwa manake unakosa kuonekana. So kwa sababu hiyo Mungu naye anakuja anaanzisha tena. Anaanzisha mpango wake tena. Baada ya kuwa umepotezwa, umeharibiwa, Mungu anakuja anaanzisha tena. Kwa mfano, Mungu alimpa Abili mpango wake. Mungu alimkabidhi Abeli mpango wake.
Alafu huo mpango ukakuja kuonekana pia kwa Nuhu. Mpango huo Abili Mungu alimkabidhi mpango, ukakuja kuonekana kwa Nuhu. Mpango ukakuja kuonekana kwa Nuhu. Nakumbuka kabla ya Musa kuna manabii kama Enoko. Kuna manabii kama Enoko walitokea na wakaendelesha mpango wa Mungu duniani. Maana kuna Enoko, baada ya Enoko nani akasaliwa sasa? Nuhu na Enoko, nani alitangulia? Enoko ndiye alitangulia, alafu Nuhu. Haleluya. So kulikuwa na kina Enoko, alafu Nuhu akakuja akapokezwa huo mpango pia. Nuhu alishindwa kuendelea mbele, badala ya kubariki alilaani. Nuhu alishindwa kuendelea mbele, badala ya kubariki alilaani. Nuhu alishindwa kuendelea mbele. Nuhu alifeli mpango wa Mungu. Kwa maandiki ya kubariki, yeye alilaani. Badala ya kubariki, tutajifunza kwenye hili somo nini maana ya baraka ama kubariki. Tutaona, msiwe na haraka. Badala ya Nuhu kubariki, akalaani. So iliposhindikana kwa watu wa Nuhu, kwa sababu Nuhu tayari amepoteza mpango wa Mungu, amefunika mpango wa Mungu, amesababisha badala ya kubariki akalaani. So mpango wa Mungu ukapotezelewa. So sasa hapo Nuhu aliposhindwa kuendelesha mpango wa Mungu, ndio tunaona watu wa Mwanzo 11 wanakuwepo. Watu wa Mwanzo 11 wanainuka wakati wa mnara wa Babeli. Wale wa mnara wa Babeli kwanza kuabudu sanamu, kwa sababu sasa ahadi ya Mungu imepotezwa, mpango wa Mungu umepotezwa na Nuhu. Sasa watu hawatamjua Mungu, so watu wakaanza kuabudu sanamu kwenye Mwanzo 11. Taka uwe makini kabisa mambo naye asema. Nuhu amepewa mpango wa Mungu, ameshindwa kuendelesha mpango wa Mungu. Ndio unaona baada tu ya Nuhu, watu wa Mwanzo 11 wanainuka, wanaanza kuabudu sanamu badala ya Mungu aliye hai. Tunaona Mwanzo 12 Mungu anaanzisha mradi wa mpango wake tena. Kwenye Mwanzo 12 Mungu anaanzisha mpango wake, mradi wake wa mpango wake, anaanza upya, anaanza tena. Inabidi Mungu atafute mtu mwingine atakayeendelesha, atakayechukua huo mpango, haendeleshe, afikishe kwa vizazi, afikishe kwa mataifa, baada ya Nuhu kufeli. So inaonyesha kwamba mpango wa Mungu usipokuwepo, watu wataabudu miungu, watu wataabudu sanamu. So Mwanzo 12 Mungu anaanzisha tena mpango wake. Anatumia mtu mmoja anaitwa Ibrahim. Kumbuka Ibrahim alikuwa mtu wa mataifa. So Mungu anaenda kwa kina Ibrahim, walikuwa ni watu wa mataifa, walikuwa wanaabudu sanamu. Kumbuka wakati wa mnara wa Babeli, watu wameanza kuabudu sanamu duniani. So Mungu anaenda kwa nyumba ya kina Ibrahim, nyumba ambayo inaabudu sanamu. Mungu anachukua mtu mmoja, anamchukua Ibrahim, ili sasa kupitia Ibrahim Mungu ajitafutie watu watakao muabudu yeye. Kupitia Ibrahim mpango wake uenee tena kote duniani. Haleluya. So ukimsoma Ibrahim, manake ni ukimsikia tu Ibrahim, kumbuka kwamba ni wakati Mungu anaanzisha mpango wake tena duniani baada ya kuwa Nuhu ameupoteza. Sasa alitumia Ibrahim. Anamwambia Ibrahimu atoke kwenye familia yake.
Mungu anamwambia Ibrahimu atoke kwenye familia zinazoabudu sanamu, atoke kule, ampeleke kwenye nchi. Sasa hapo ndio utasikia neno nchi ambalo linatajwa pia na Yusufu. Mungu anamwambia Ibrahimu, toka kwenye familia yenu inaabudu miungu, njoo nikutume, njoo ufanye kazi na mimi, njoo kwenye mpango wangu. Na ndio sababu wakati ambapo Mungu anamuita Ibrahimu, haikuwa kwa matendo yake, haikuwa kwa juhudi zake, ni apendavyo Bwana. Haleluya! Ni kwa neema Mungu akamchagua Ibrahimu katikati ya mataifa. Ibrahimu hakuwa ameacha vitendo vyake viovu, hakuwa ameacha mambo yake, bali anaitwa katika hiyo hali ili sasa Mungu amtumie Ibrahimu, amsafishe Ibrahimu, amtengeneze Ibrahimu kwa ajili ya mpango wake. Haleluya! So kama huwezi ona wokovu kutoka kwa Ibrahimu kwamba ni wa neema, ni kwa imani na sio kwa juhudi, kama huwezi ona kwa Ibrahimu, huwezi ukaelewa huko mbele wokovu siku zote. Ibrahimu ni watu ambao walikuwa wanaabudu sanamu, wanaabudu miungu, lakini Mungu alimuita Ibrahimu. Mungu alimuita Ibrahimu ili ampeleke kwenye nchi atakayo muonyesha. So Mungu anampa Ibrahimu mission. Mungu anampa Ibrahimu mission, anampa mpango wake. Anampa mission, anampa mpango hapa duniani. Hata sisi tuna mission kwa ajili ya kusudi la Bwana. Tuna mission kwa ajili ya kueneza mpango wa Mungu duniani. Umesaliwa si kwa bahati mbaya, umesaliwa kwa ajili ya mission ya Bwana. Hakuna mtu amesaliwa kibahati mbaya hapa duniani. Haleluya. Hakuna mtu amesaliwa kibahati mbaya. Umesaliwa kwa ajili ya kusudi la Bwana. Upepe mpango wa Bwana, upeleke kwa visasi na visasi. Haleluya. So Mungu anampa mission, anampa mpango wake. Anamwambia katika wewe jamii za dunia zitabarikiwa. Mungu anapomwambia Ibrahimu katika wewe jamii za dunia zitabarikiwa, huo ni mpango wa Bwana. Neno zitabarikiwa tutajifunza kwa usahihi ili uelewe kwa nini anasema kwa wewe jamii za dunia zitabarikiwa. Alikuwa anamaanisha nini? Maana watu wanatumia pale kuhubiri mambo ya mwilini, mali za dunia. Mungu anataka watu watakao jifunza yeye. Mungu anataka watu watakao jifunza yeye. Na anaanzisha mpango tena na Ibrahim kwamba kupitia Ibrahim, oh my God, watu wengi jamii za dunia watabarikiwa kupitia Ibrahim. Watajifunza Mungu kupitia Ibrahim. So Mungu anataka kupitia Ibrahim kwamba uzao wako, maanake kutokea wewe Ibrahim, uzao wako atatokea mtu ambaye ataendesha mpango wangu. Mpango wangu wa Mungu ni kwa ajili ya dunia yote, ni kwa ajili ya ulimwengu wote. Ndio sababu anasema enendeni kote ulimwenguni. Haleluya. Enendeni kote ulimwenguni. Na ndio sababu tutajifunza wakati mwingine kwa nini Yesu anapoanza kazi alianzia wapi? Galilaya. Na alipokuwa anamaliza mission ndio atoke duniani, yani atoke physically, alienda Galilaya ndio akawakabidhi wanafunzi wake mission ya kwenda kote ulimwenguni. Galilaya ni fundisho. Galilaya ina maana yake na imetajwa na vitabu vya manabii. Glory to God. So Galilaya ina represent ulimwengu wote. Galilaya ina represent dunia yote. So wana wa Israel, wanafunzi wa Yesu anapoenda Galilaya, anasema tukutane Galilaya. Halafu anaenda kuwakabidhi mission, akizo na kwenda ulimwenguni wote. Wanafunzi walielewa kwa nini Yesu alikuja Galilaya. Sisi tu ndio hatuelewi nini maana ya Galilaya, lakini wanafunzi walijua. Hallelujah. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu Yesu si mjinga. Anapoenda mahali, kuna mahali alienda specific, kimakusudi. Akasimama hapo, akawauliza wanafunzi, watu wanasema mimi ni nani? Watu wananisema huko nje mimi ni nani? Na mimi nasemaje? Kwa sababu hapo kwenye alienda kuliweko na mfalme ambaye alikuwa anajiita mwana wa Mungu.
So Yesu alikuwa ana confront imani iliyokuweka wakati ule, ili watu, huyu anayejiita mwana wa Mungu siye. Yesu ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Ndio sababu Petro anasema wewe ni Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Glory to God. Sasa kuna mambo ambayo, na sikiza kwa makini. Kwenye dunia kulikuwa na tamatuni zao za dunia. Namna wanaendesha ulimwengu, namna wanaendesha dunia katika kuabudu. Wao wanaabudu hata sanamu, wanachenga mahekalu. So kulikuweko na mahekalu ambayo inachengwa, alafu specific ni kwa ajili ya kuabudu sanamu na sanamu ama ibada ya sanamu ama miungu. Kulikuwa na vitu zinatengenezwa kwenye yale mahekalu. So Mungu anapokuja, ukisikiza statement vizuri, anapomwambia Musa, anamwambia Musa achenge hekalu ambalo litakuwa tofauti. Achenge exactly kila ameona katika ulimwengu wa roho, kila ambacho ameona katika maono. Asichenge sawa sawa na yale mahekalu yalikuwepo. So inaonekana kwamba Musa anapotumia kuchenga hema ama maskani, manake tayari ni utamatuni ambao ulikuwepo. So wana wa Israeli wangeelewa, kwa sababu wangeelewa kwamba ndani ya hekalu, ndani ya maskani ama ndani ya hema kunaabudiwa kitu fulani. Sasa hawa wameletwa kutoka Misri. Mungu amewaita kutokea kwa Ibrahimu, maana ni uzao wa Ibrahimu. So Mungu amewaita kimakusudi kwamba kwa sababu ulimwenguni ama dunia yote wanaabudu miungu, wametengeneza mahali papa kuabudu sanamu. Sasa yeye anataka hekalu ambalo litakuwa tofauti. Ndio sababu kwenye hekalu la Mungu utaona limekawanishwa pati kadhaa. Haleluya. Kimakusudi. Hizo bado zina maana zake, tutajifunza mbeleni. Haleluya. Mungu anafanya kimakusudi. Manake Mungu anakinzana na imani iliyokuweka wakati ule. Anakinzana na vile ambavyo hao wanaelewa, namna ambavyo wanamwabudu Bwana. Angalia, wana wa Israeli walikuwa wanatumikishwa kule Misri, wanaabudu sanamu. Lakini Mungu anasema, Musa, enda mwambie Farao achie wanangu wakuje kunitumikia, wakuje kuniabudu. Kuitwa kwetu na Bwana ili tumtumikie yeye. Haleluya. Glory to God. Nakwambia kama umeokoka na umtumikii Bwana, unafupisha siku zako duniani. Nataka kuishi vizuri, utumikie Bwana. Haleluya. Glory to God. Wana wa Israeli walitolewa wapi? Misri, si ndio? Wale walikataa kumtumikia Bwana waliangamia jangwani. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So tuna mission kwa ajili ya mpango wa Mungu duniani. Tuna mission kabisa. Tuna mission ya Mungu. Mungu anataka watu watakaojifunza yeye waendeshe hiyo mission vizuri kwa visasi. So kupitia Ibrahimu wengine wanapatikana na hao wanachukua visasi na visasi, ili dunia yote ichae utukufu wa Mungu. Haleluya. Glory to God. Taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu alitumia kama nyenzo ya kufikisha mpango wake kote. Taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu alitumia kama nyenzo ya kufikisha mpango wake kote. Taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu amelitumia kama nyenzo. Mungu amelitumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe kote. So hapo ndio Israeli linakuwa special, kwa sababu inakuwa takatifu, kwa sababu imechakuliwa kimaalum, kimakusudi. Haleluya. Ni taifa ambalo limetengwa kati ya mataifa. Kumbuka mataifa yote baada ya Nuhu kuharibu mpango wa Mungu, mataifa yote wakawa wanakeukia sanamu, wanaabudu miungu. So Mungu akaona Mungu, kwa sababu mwanzo wa Mungu tutajifunza pia kutokea Genesis 1:1, kuja Genesis 1:26 mpaka 28, kuja Genesis 2:24. Mungu alikuwa na mpango wa kutoka mwanzo kwamba anataka familia. Anataka watu watakaomwakilisha, watakaokaa kama yeye, watakaojua kuchukua sura na mfano wake, watu ambao wanaitwa wana wa Mungu, watumishi wa Mungu. Haleluya. So manake kwa sababu mambo vile ilikuja mpango na kuja unaharibiwa na vile hivyo. So Mungu akamchakua Ibrahimu kwamba kupitia Ibrahimu ajitafutie taifa sasa. Ukisikia Biblia inasema sisi ni taifa teule, taifa takatifu.
Huwa inasemaje? Sisi ni taifa teule, watu wa miliki yake Mungu. Taifa takatifu. Tumetokea wapi? Manake ndio taifa ambalo Mungu alikuwa anaanzisha kwa Ibrahim. Haleluya. Alianzisha kwa Ibrahim. Na leo kwa kupitia Ibrahim, Biblia inasema na sisi tumeamini hivyo hivyo kama vile ambavyo Ibrahim alifanya nini? Aliamini. Glory to God. Ndio sababu Ibrahim anaitwa baba wa imani. Haleluya. Glory to God. Haleluya. So mtumikie Mungu kwa bidii sana. Tumika kwa bidii pasipo kulekea. So Mungu kwa kupitia Israeli inakuwa ni mwana wa Mungu ama watoto wa Mungu. Wanakuwa ni watumishi wake ili wapeleke mpango wa Mungu kote. Wana wa Israeli ni watumishi wa Mungu wa kupeleka mpango wa Mungu kote. Ujia neno kwa Biblia mwana wa Mungu lina maana ya mtumishi. Anayetumika. Mwana wa Mungu ni mtumishi. Is a servant. Tutajifunza vizuri. Taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu amelitumia kama nyenzo ya kufikia mpango wake kote. So watumishi anafanya wana wa Israeli ama anawafanya watumishi wake wa kupeleka mpango wake kote. Kupeleka mpango wake kote. Mpango wa Mungu ni ulimwengu wote. Mpango wa Mungu ni ulimwengu wote. Mpango wa Mungu ni ulimwengu wote. Hilo ujue. Tutakuwa tukiangalia huko mbele. So lazima uwe ili kustick vizuri kwamba mpango wa Mungu ni ulimwengu wote. Mpango wa Mungu ni ulimwengu wote. Uchae na utukufu wake. Ulimwengu wote uchae, dunia yote ichae na utukufu wake. Dunia yote ichae na usawa wa Mungu. So mtu akikwambia hii dunia inakuja kuharibiwa, mwambie my friend you are late. Umechelewa sana. Mungu anataka dunia yote ichae usawa wake. Watu wanaofanania, watu waliochukua sura na mfano wake duniani. Haleluya. So dunia yote ni hekalu la Mungu. Dunia yote ni hekalu la Mungu. Glory to God. Dunia ni mahali patakatifu. Edeni ni kadunia kadogo ambako Mungu alikatumia kwa ajili ya kuanzisha mpango wake. Akitazamisha Edeni kama kadunia kadogo mahali pa kuanzishia kazi, akitazamisha Edeni ambaye sasa kama vile Edeni ilikuwa inafanana, Mungu akitazamisha kwamba dunia yote ifanane na Edeni. Haleluya. So dunia yote ni Edeni ya Bwana. Glory to God. Ni mahali patakatifu. Mahali pa kufanyia kazi Mungu. Ni mahali pa mpango wa Mungu. Mtu anaodharau hii dunia, my friend, ndio nakwambia tukikaa sawa sawa tunaweza control hii dunia vizuri. Na ndio sababu hii dunia kama yote itachaa utukufu wa Mungu, tutaichenga vizuri dunia, control vizuri. Na watu wataishi miaka mingi. Watu wataishi miaka mingi. Haleluya. Yusufu anasema bila shaka, surely, bila shaka Mungu atawajia. Tunarejea story ya Yusufu sasa. Mungu atawajia. Yaani alichokuwa akifanya, nataka hapo uelewe vizuri kwa story ya Yusufu. Tukue makini kabisa kuhusiana na story ya Yusufu. Kuna neno surely au bila shaka kutoka kwa kinywa cha Yusufu. Kwamba bila shaka Mungu atawajia. Yaani alichokuwa akifanya ni kukabidhi ahadi ya Mungu kwao. Yusufu anaposema bila shaka Mungu atawajia, usifikiria hayo ndio maneno peke yake Yusufu alisema. Yusufu nitawafundisha hapa. Uone Yusufu alianzia wapi na alisema miaka ngapi ahadi ya Mungu kwao. Bila shaka manake anakabidhi. Yeye anataka kuondoka. Kumbuka mpango wa Mungu toka mwanzo ni huyu Mungu akimkabidhi huyu, Mungu anatarajia naye akabidhi huyu, na huyu akabidhi huyu. So Yusufu anafanya majukumu ya Bwana. Haleluya. Anafanya mpango wa Mungu, anatembea kwenye wazo la Mungu. Kila Mungu anataka ndio Yusufu anakifanya. So anahamisha mpango wa Mungu kutoka kwake, anakabidhi watoto wao. Haleluya. Anakabidhi watoto wao.
ndugu zake. So anasema Mungu atawajia. Maana yake alikuwa anakabidhi hati ya Mungu kwao. Alikuwa na ni neno, so kuna neno atawajia. Kuna hilo neno atawajia. Hebu mtu atusomee. Soma tena hapo. Mwanzo wa 50 mstari wa 24. Kuna neno atawajia, alafu kuna neno lingine linasema surely, bila shaka. Mstari wa 25. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli. Anza na hata hiyo ni sawa. Yes, soma tu. Akasema bila shaka Mungu atawajia. Hilo neno bila shaka King James imetumia neno gani? Surely. Unaona? Surely. Neno surely ni neno ambalo linawekea msisitizo. So neno bila shaka ni neno ambalo linawekea msisitizo. Ni neno ambalo linatumika kwa ajili ya kusisitiza kitu. So alikuwa anasisitiza mpango wa Mungu kwao. Yaani Yusufu anasisitiza kwamba hakika Mungu atatimiza. Mungu atatimiza. Hakika, surely. So anawekea msisitizo kwamba Mungu atatimiza. Maanake msiwe na shaka, msiwe na doubt. Tuko pamoja? So linapotumika neno surely ama bila shaka ni kuonyesha kwamba msiwe na mashaka, msiofu, Bwana atatimiza. Haleluya. Bwana atatimiza. Kuna neno visit. King James anatumia neno